bali ni saa ya kwenda kwenye uwanja wa ndege urudi nyumbani. Leonard Bonke aliposikia hivyo, mama nakumbuka akasema, nini wewe? Nini wewe? Nikajisikia vibaya mpaka nikapitiliza. Nini wewe pumbavu? Wewe pumbavu. Unataka uniweke hatarini? Unataka uniweke eneo gani? Watu wale nikawaambieje jioni ya leo? Twende, sieni mtumishi. Na sitaki hata nauli yako. Maana Mungu amenipa nauli tayari nayo. Narudi kwetu. Nilikuwa nasema yule ni mtu wa nchi nyingine kabisa. Na kule Ulaya ndege zipo tu za masaa yote. Wakati wowote unaenda sehemu unayotaka. Yule baba akainuka akaanza safari. Nenda alipokakalia. Alipoona kwa yule jamaa wakaenda naye mpaka kwenye uwanja wa ndege. Alipofika pale anamwambia unaingia kweli? Naingia. Mtumishi wa Bwana. Bwana amesema unaenda kurudi wewe mwenyewe. Sijawahi kuhubiri watu hata laki moja. Nasema wewe ndio unaenda kuhubiri. Tena akasema nikamwambia, nikawa nimemwambia ya kwamba Mungu, yaani ni roho wa Bwana sijui aliingia kwa sasa. Mungu anayekutumia ndiye atakayeenda kujitumia. Mungu anayefanya miujiza kwako ndiye atakayeenda kufanya. Nenda pumbavu. Anafikiri labda nitarudisha, nikasema asante mtumishi. Halafu ndo nikaondoka. Nikaingia kwenye ndege na yeye akasema twende. Sasa alipofika kwenye mkutano kuna namna vile Mungu anaweza kufanya ili kukuinua. Na Petro ya Leonard Bonke katika kwenda kuinuliwa ilikuwa ni kazi. Alipofika kwenye mkutano watu wanaangalia huku na kule hakuna. Halafu Leonard Bonke akasimama. Yule mtumishi alikuwepo. Hata fulani alimuona, hata mkuu wa mkoa alimuona, maana ni mgeni mkuu mno mtumishi wa Bwana. Hata mamsili walimuona. Kwa hiyo hakuna ambaye hakumuona, hata meya wa mji alimuona. Lakini tunashangaa nasema eti ameambiwa na Mungu arudi. Mungu wake ndiye Mungu wangu. Akasema haleluya, watu wakasema amina. Sasa akaanza kuhubiri. Alipoanza kuhubiri ikafika saa ya maombezi. Akasema tunaenda kumwomba Mungu kwa ajili ya wagonjwa. Tunaamini Mungu ataenda kufanya. Watu wakasema, wakanyamaza watu wote Kenya tu. Yaani wamechukia watu. Akasema nilipokuwa naziangalia zile nyuso, watu wote unatamani kunata. Nikishuka madhabahuni nitapitia wapi? Kwa kuweka tahadhari, nikamwambia lete gari nisogeze hapa jukwaa. Na nikisha toka tu kwenye ngazi za jukwaa niwe ndani ya gari. Nikasogezwa. Ilipasogezwa Leonard Bonke anasema ya kwamba alipoanza kusema wagonjwa sasa Mungu anaenda kuwafungua, huko analiangalia gari lake pale lilipo na mlango kwamba atapitia wapi. Anasema wakati alipokuwa anaita anataka kuombea wagonjwa, akaona kiwete, na fahamu viwete, yaani hivi miguu miembamba huku na huku. Halafu anatembea wale wa kutembea, halafu anatumia mkono mpaka anaelea huko. Alishawahi kuona? Yaani akishika mikono yake vizuri anajivuta, lakini sehemu yote inainuka ya miguu inakuwa hewani, anasogea wale wa hivi. Akaona kijana wa miaka 15 kiwete toka tumboni mwa mama yake, alafu ameshikiliwa na wazazi wake mpaka huko jukwani, akapelekewa. Akasema huko naombea, kama ndio ni wengi na wataletwa, ni mama lile linaleta. Kuna namna vile Mungu anaweza kufanya ili kukuinua katika huduma. Nilipofika nikamkabidhi kwenye mikono huko naenda huko na mbona linamfuata tu mbele yake, mshowe katokea. Akasema kwamba alikuwa karibu kama hivi nilivyosimama. Leonard Bonke akasema tutaenda kuomba kwa ajili ya wagonjwa. Huko ametetemeka, jamani huyu mtoto sasa atafanya. Katika kutetemeka nguvu zikamwishia, na jukwaa ni refu kama pale, na inawezekana labda sio kama hapa, bali ni hapa kawaida ya jukwaa hapa. Kutoka kwenye jukwaa huko amekaa pembeni namna hii, mwishoni akajisikia kutetemeka, mikono ikaishiwa nguvu. Mtoto Yuda akaenda kuanguka hapo. Akajishika kichwa kuangalia watu wanashangaa. Baada ya zile kelele, Leonard Bonke akasema kwamba kuna kaona kelele kuangalia ni mjiza na tendeka, kaza kusema vijana watembee, vipofu wapate kuona. Siku hiyo
ndio ilikuwa ya kuinuliwa. Kuna siku iliyoandaliwa na Bwana itakujilia kwa namna yake, kwa kuwa Mungu anataka kuinua katika huduma, anataka kuponya magonjwa yako, anataka kufanya muujiza ambao hukutegemea maishani mwako. Ili kupa mfano hai, na kila mfano mama ile mashahidi kwamba nimenunua ploti ya baba mmoja, naye mchungaji wa Kagobe Frugoso. Sasa huyu baba akatuuzia, tukaanza kujenga nyumba, tukaimaliza nyumba, na neema ya Mungu ilikuwa juu yetu. Ndani ya miezi miwili tumemaliza kabisa nyumba nzuri na vioo, panaitwa Majembele, baba na papa. Tulipomaliza ujenzi ule, ndipo tukamwona mama mmoja anaitwa Mwanawasha. Sema Mwanawasha. Mwanawasha. Yule mama akaja, mama mrefu mzee wa miaka kama 70. Wewe ndiyo mchungaji Samuel? Akasema mimi sio mchungaji, mimi mtumishi Samuel. Nimesikia umenunua sehemu aliyokuwa umenunua Rukuba, mchungaji Rukuba, sikuma mwenzangu. Nimenunua mama, na kumaliza kabisa ujenzi ndani ya miezi miwili. Na maana wewe na mafadhili eti, kasema mfadhili wangu ni Mungu. Haya, asante. Mfadhili wako ni Mungu. Sasa Mungu wako nataka leo afanye muujiza huo. Ndio mama sasa imeondoka tena, kiwanja kilikuwa ni kikubwa hivi eti mama. Kuanzia hapo mwanzo kuzunguka mpaka hivi nilikuwa nimepanda Rusina. Tunamshukuru Mungu, ni miti ile hapa ile pale ya kuzaliana mingi. Sasa nikaniambia mimi nimekuja kuhesabu miti yangu, kila mti utaulipa. Ndio sheria ya kule mali asili. Nenda kaulize. Kabla hajamaliza kweli, nikaenda kuuliza, nikaenda kuambia kama amepanda miti ya matunda, machungwa, maembe, kila kitu yakiwa madogo, kama umekata mti wake alimwagia ndani ya miezi miwili unalipa 50,000. Akasema 50,000 mti tume ndio bado wa matunda wote mtu ameuponyesha ni 50,000. Je, kama sio miti ya matunda? Tasema kama sio miti ya matunda, mti mkubwa kabisa ambao unaweza ukaukata kwa ajili ya kuni kila kitu ni 80,000. Lakini pale hatakuwa na miti ile mikubwa sana. Je, kama ni wakati tu labda zungumza kuna nini kwako? Kasema kuna Rusina ambayo ilikatwa ndani ya mwaka mmoja, imerefuka tena urefu fulani kama futi 12. Hiyo yote utalipa 5,500. Sasa nikarudi kwa yule mama, na kama ni midogo 2,500. Sasa tuliporudi midogo, manake ya kwanzia hivi umesharudikana haka mkamti 2,500. Tuliporudi naongea mbele za Bwana, Rusina si chini ya 1,000 kuzunguka bodi, si chini ya 1,000. Alafu akasema ile midogo na kusamehe ile 600 yote uilipe. Kuna namna vile Mungu anavyoweza kufanya ili akuinue, ili akuokoe, ili akutetee. Sema amina. Jioni yake tu huyu mama amekuja juu. Halafu naongea mbele za Bwana, katika mji wa Maswa ni moja wa wachawi wa kuheshimika. Sifa yake ya kwanza, alipelekwa ndani. Alipofungwa wale ndugu zake wanamwaga pole tutakutana sasa hivi tu. Walipoondoka hivi, baada ya kuwa wamefunga katika geti kila kitu, alafu askari mmoja anatembea hivi, nikamgusa kwa nyuma na ajioneni vipi hapo, mimi naenda. Wakaangalia na maskari wakategeana, nikaenda nyumbani, wakaenda kulirudisha ndani, nikatoka, wanafunga milango yote hapa hapo, nikatoka, wakanirudisha ndani hapa hapo, nikatoka, wakanirudisha. Nikasema ngo haka kwa Mungu ishajango, nataka kuchezea. Ndio nilipotoka moja kwa moja hawakunirudisha tena. Sasa hilo ndio lenye miti 600
shilingi 5,000. Sema nataka hiyo hela yangu ndani ya wiki hii nipe. Kuna namna vile Mungu anaweza kufanya ili akutetee. Kila kitu ulilo nalo, Mungu anayo njia na namna atakavyofanya. Utatoka kwenye tatizo lako mtumishi. Nakwambia mtumishi wa Bwana, utatoka kwenye tatizo lako. Kile unachokihitaji mtumishi, nasikia moyoni Bwana anaenda kutenda kwa namna usiyojua. Naongea na mtu jioni kama hii saa 12 karibu, nikasikia simu. Halo. Wewe ndo nabii Samuel ulikuja Shinyanga kwa mchungaji Kiunga? Sina wewe baba. Tunakumbuka jinsi Mungu alivyokutumia kuwafungua watu fulani waathirika. Kuna kakaangu ndo tunamtegemea kabisa. Yaani hajiwezi, yuko karibu na kufa. Kesho kuna bibi moja atakutafuta kwa simu hii. Halafu uende kule hospitalini. Naomba baba, yaani uende ukamsaidie ndugu yangu. Kasema nilishapitia hali ya kuathirika. Sita nitaenda. Nilipoenda hospitali hivi, nikamkuta Mwanawasha. Yuko kwa mjukuu wake, kwa kijana wake wanne. Akasema, "Chungaji, naomba huyo daye tolela msimu." Mama yeye ni mashahidi. Nilipofika pale nikaenda kwanza nje. Nikatoka nje nikasema, "Yesu, ndio Mwanawasha. Mungu hata kama ulikuwa una mpango wa kuponya, pona tu huyu unitetee. Yesu mtetee." Nikaona hiyo haitoshi, nikapiga magoti chooni kama mimi. Chooni. Yaani nikainama kabisa kwenye tundu la choo, kwenye tundu lile la kunyea, kale katu. Nikasema, "Yesu, yaani mimi ni kama mavi haya." Nikasikia sauti ya Mungu inanihudumia, nasema, "Mwanangu, toa uso wako kwenye tundu." Nafikiri mchezo. Nilipoinuka nikaenda kwa Mwanawasha, alifikia choo cha hospitalini kisichokuwa na usalama. Watu wanaoingia pale wamechoka, wanajisaidia unavyotaka, mpaka aje mwenye kusafisha ndo asafishe. Mimi nikaweka hivi kabisa kwenye kale katundu hivi, kupigu na lazimisha kuingiza. Mimi nikamwambia, "Tatoa wapi hiyo? Mungu wetu fanya hesabu hii 5,000 mara 600. Toka wapi?" Nikaja nikamwambia yule baba kwa ujasiri, nikasema, "Mama, cha kwanza hata mimi nilikuwa nimeathirika." Nikamwambia nikapona. Huyo ndugu yangu alipona. Kasema, "Kweli baba?" Yule dada mtu ameshakuja. Nilipokuwa namwambia yule bibi ameangalia tu. Yaani amestaajabu kwanza kwamba ile hesabu yake itaendana kweli. Naongea mbele za Bwana. Baada ya kumwombea yule dada akasema, "Mimi nina siku chache za kuwa hapa maswali kama siku 3. Naomba sasa hivi mtumishi wa Bwana, kesho utayapata majibu kwenye saa 6. Naongea mbele ya madhabahu ya Bwana. Saa 6 napigiwa simu, "Baba, njoo huko nyumbani. Ni sehemu fulani huko Majendele." Nilipofika nikamkuta Mwanawasha anazunguka huko na kule, akasema, "Kaka yangu alikuwa hainuki, alikuwa atembei. Tumeenda kuangalia majibu yetu, tumeambiwa ni mzima." Pale Furahi kamwingia, ameanza kutembea na sasa nakula. Kaka Shija Zogo. Alikuwa anaitwa Shija. Akatokezea jamaa amekonda kweli, anapepesuka. Lete na vile vipimo vyote viko sawa. Mwanawasha kumbe kinachomzungusha ni ile hali ya fedheha na fadhaa, kwamba sasa nabii Samuel atatamka kiasi gani cha kumponya mwathirika. Roho Mtakatifu akaniambia, nikaisikia ile sauti. Kamwambia, "Mama, mbona hujafurahi?" Na yeye kaka, no. Yaani nimefurahi no. Anaongezea no. Yaani nimefurahi no. Nikamwambia, "Mama, mtoto wako amepona." Bila kushija kufumanga kuja. Nianze wewe kushema kushija. Ni wewe ndio baba tuhomanga jiraka. Yaani niambie tu baba vile waga mnaenda. Yaani anafikiri na sisi kama kwa waganga, ugonjwa wa ukimwi sawa na ng'ombe wangapi. Anawaangalia ng'ombe wake wako kama 20. Je, wataendana na uhai? Pale nilikuwa nimesubiriwa mimi kulopoka na uongo dhambi. Kama ningelikuwa na hasira na ujinga, hapo nilikuwa nazikupua zote. Mama, mtu akifa waga anapona. Ningazia hivyo. Hamna baba, hamna. Na maana baba nasema sijui nitafanyaje. Usio na shida. Hao ng'ombe hawatoshi uhai wa mwanao. Isipokuwa hicho kidogo licho nacho ng'ombe 20 nitachukua mama, alafu deni naisha kabisa, sio deni.
isipokuwa ni kurudisha sifa na utukufu kwa nani? Kwa Mungu. Lazima tutoe sadaka kwa nani? Kwa Mungu, kwa sababu Mungu alijitoa kama nini? Sadaka. Kwa hiyo mambo bila sadaka, na ili ujibiwe katika hitaji lolote lililokubwa, peleka sadaka. Sawa kiwango cha tatizo la ukimwi. Mama kama unaambia wana alikuwa tayari, ilikuwa bado kitatu afe huyu, kila nitakavyoongea tu nakubali. Sasa mama, napenda kukutangazia kwamba nikamwambia mama, usihofu, sichukui hata senti tano. Mage mtoto wake anamita Mage, wewe unataka na mchungaji amesemaje? Hata usioraka na unisende na upende kwa kisa na huko Shinyanga alikuja akuchukua hata senti. Baba mchungaji, naomba tu nikupe hata watano. Mtakatifu akaniambia kwamba ulipoponywa Samueli, je, ulitoa nini? Si ulitoa nadhiri kwamba nitakutumikia maisha yangu yote? Akasema ndio Bwana. Usikubali kupewa chochote. Hii ilikuwa ngumu kujibu kwamba hapana, au ndio. Nikaanza kumsimu hata watatu tu ng'ombe, nikachukua yale madume yote matatu, nasema mwachie. Kasikia Samueli mara ya pili, sauti ya Mungu huwa inakuja mwisho mara ngapi? Tena kwa sauti ya upole. Samueli, angalia nyuma yako kuna nyoka. Nilipokuja kuangalia hivi bonge la joka, lakini sauti, Samueli, angalia kule nyuma kuna nyoka. Nilipoangalia mimi sasa kama Samueli ambaye nilikuwa nimekaa nyumbani kwetu, mimi kama Samueli ndo nikalipuka, nyoka. Kuja kuangalia mama mzazi alikuwepo, joka kubwa, lakini sauti ya Mungu, Samueli, angalia nyuma yako kuna nyoka. Kwa hiyo yule mama nikaambiwa sikuchukua chochote. Hapa kanifuata hapa. Baba, kata amalaka nonene rula malusina shitola katoro wabeja mayo. Sola katoro kaanza kushukuru Mungu. Mungu, lakini kikumbuka kwenye choo nilivyovuta yale mapi, ile harufu mpaka hapa pamejaa, nasikia tu kama nikotosha, yani mchana mtatosha na kitumini nimesalimika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna namna vile ambavyo Mungu anaweza kukusaidia. Mama Gamba, kuna namna Mungu anaenda kufanya. Sema amina. Mungu ana namna ya kufanya. Kuna mambo ambayo unahitaji Mungu akufanyie, anaenda kufanya kwa namna ambayo ulikuwa ufikiri. Neema ya Bwana kapata kudhihirisha ukuu wa Mungu juu ya mtumishi wako. Kuna vitu ambavyo anakutamani vifanyike maishani mwake, hajaviona. Mungu kamtendee mwanao, maana moyo wake unatamani kuona hivyo vitu. Wewe ni baba, umemleta kwa makusudi. Kuna namna vile Mungu anavyoweza kufanya. Hata jioni ya leo karibu. Amen. Kuna mtu unapoongea hivyo, kuna kichomi kimekubana upande mmoja wa ubavu, naomba usimame. Wewe uliyebanwa kichomi upande mmoja wa ubavu wako, simama haraka, njoo mbele. Kuna namna vile Mungu anavyoweza kufanya akakutetea vizuri kabisa. Sikiliza nikwambie, hapa yupo Yesu. Aliyemwita huyu mama ni Yesu. Sema amina. Unapoona neno la maarifa, manake ni Roho Mtakatifu amemwona, sio kuja kumuonyesha kama picha. Wapi kichomi kilipo? Hapa kipo kichomi. Fanya unavyojua. Tafuta. Jinyonge. Kimeachia. Sema asante Yesu kwa uponyaji. Wapi kichomi kilipo? Hapa. Hakipo kichomi, maana ni Mungu aliyekona. Sema amina. Hebu tulia. Katika jina la Yesu, hicho kichomi au ni roho? Kama ni roho, beba kwa jina la Yesu. Mara ya pili, beba kwa jina la Yesu. Mara ya mwisho, beba. Angalia, iliyo kuna msukuma ni nguvu, sio mapepo. Tafuta kichomi. Hamna. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ana tatizo la pingili za mgongo. Naomba uje mbele, Yesu anakuponya sasa hivi.
Nifanyeje? Asante Yesu. Nashikamanisha zile pingili, naachilia ute katika uti wa mgongo, ule ukauvu ulioko na uondoa, naachilie nguvu ya Roho Mtakatifu, iachilie ute katika jina la Yesu. Inama, inuka, inuka kwa nguvu tu. Aliyekuona ni Yesu. Bado nauma, hamna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe usiogope. Kuna mtu mmoja naona mtaogopa, lakini naomba usiogope. Hapa tunavyoongea hivi unasikia kabisa chemchemi za damu bado zinatoka. Uko kwenye nyakati za kina mama zilizopitiliza. Bwana anakausha hapa. Njoo. Na Yesu yuko mahali hapa. Yesu anakausha hapa. Yaani nikwambia hivi, kwa kuwa hujaona aibu hivi, uende wani utakuta pamekauka. Yesu ni wewe. Umekwisha kausha. Amen. Pitia hapa na kuruhusu. Nenda. Hata zile zilizokusa moyo yako takapaka. Pachema na Yesu. Sema mimi. Inua mkono wako hivi. Sema Bwana Yesu, niko mahali hapa kwa ajili ya utukufu wako. Na kushukuru Mungu kwa kuwa unaweza. Utukufu na heshima ni kwako Baba. Katika jina la Yesu. Jibiasha simama. Angalia maneno yanayotoka kinywani mwako unapokasirika yanakuharibia. Kwa hiyo nimepewa kazi ya kutakasa kinywa chako. Mungu anakupenda sana, lakini kuna maneno ukikasirika unaongea ovyo kabisa kama sio mtu wa Mungu. Mungu anakasirika, anakupenda kwa ajili ya kazi yako ya usafi na kumsujudia. Lakini kwa hayo tu unaweza kuikosa mbingu. Baba, nimefanya kama ulivyosema, mwanao natakasa kinywa chake katika maneno yote yaliyopita kinywani mwake. Msamehe, mtakase huyu naye ni mwanadamu tu. Ewe ulimi na kutakasa kwa damu ya Yesu, na kinywa chote na kitakasa kwa damu ya Yesu. Amina. Kuna mtu uliamka siku moja nywele zako zimepunguzwa, kaona sehemu kasi kabisa, mkasi umepunguza nywele zako. Naomba uje mbele. Wewe uliona nywele zako zimekatwa kwa sehemu, ukaelewa kabisa hapa ni mkasi umepita, sijanyoa ila ili hali ya mkasi. Naomba uje mbele. Nywele zako zilipopelekwa ni hali sio nzuri. Fanya haraka. Hata kama Mungu akuone mara tano, nilikuwa nakuangalia sana kama ungeacha. Hata kama Mungu akuone mara tano, ajua alikuleta shida zako ziishe. Hapo nani? Nimeona. Katika jina la Yesu, wale watu waliochukua nywele hizi, tunatuma ndani ya ukombozi, tunakomboa, na ninaamuru nywele hizi zikaote kwa mtoto. Semeni amina. Amen, amen, amen. Nataka nikuponye. Kuna mama moja ambaye una mume wako, lakini kuna kitu kilichochezwa, huna hisia kabisa za tendo la ndoa. Kwako ni tatizo, kwa sababu hiyo ndoa yako haina amani. Naomba uje, usimwogope mtu. Bwana anataka afungue ndoa yako. Fanya haraka, fanya haraka, usiogope mtu. Fanya haraka pale ulipo. Hiyo ni roho, na nataka mtu asimame nyuma yake. Hiyo ni roho. Ewe roho, na kwa pina, kwa jina la Yesu, moto, 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 na kuchoma moto, na kuchoma moto, na kuchoma moto, na kuchoma moto. Achia ndoa ya watu, achia ndoa ya watu, na kuchoma moto, na kuchoma moto, na kuchoma moto, na kuchoma moto. Paka, una mamlaka. Yesu akukane. Asante Yesu. Nimekwisha funguliwa. Mama Frey, kamwambie mume wako, nabii wa Bwana aiwe kwa simu, yupo hayupo. Mwambie nabii wa Bwana amesema utaki kwenda kanisani hata unapokuwa unakuja, kwa sababu unajua nini unachofanya. Bwana anasema kumbuka alikuja kutoa mbali, na sasa pale ulipo sio mpango wa Bwana. Urudi kanisani mara moja, ama sivyo Bwana amesema naenda kuathirika. Apende asipende, imekuwa neno la Bwana. Arudi kwa Mungu, nije nimwombee rehema, utakosa mbele. Amen. Amen. Usije ukasema sina hekima, mbona namwaibisha. Roho Mtakatifu akisema hiyo ana maana. Wote ushuhuda wa baadaye. Nina hekima kubwa sana ya kumsikiliza Roho Mtakatifu, nikafanya kama vile anavyotaka. Katikati yetu kuna mtu ambaye mtoto wake anatamani kwenda jeshi, lakini bado
hajasajiliwa wala chochote hakijaendelea, naomba uje mbele. Wewe ambao mwanao au ndugu yako anahitaji kwenda jeshi, neema ya Bwana iko juu yenu. Bwana anaenda kufanya. Inueni mikono, kawatendee wanao. Nafungulia milango iliyokuwa imezibika. Neema ya Bwana iwe juu yenu na juu ya watoto wenu. Mungu aliyesema neno hili akawatendee na kuwatetea watoto wenu katika jina la Yesu. Semeni amina. Dada njoo. Shika kifua chako na shida kwenye kifua. Baba, katika jina la Yesu, kiwa ni roho ya inamkamata katika kifua.